Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Imefichuliwa kuwa Rais Trump na Putin walifanya mkutano mwingine tena ambao hauna maelezo wa yepi yaliyojadiliwa. Mataifa ya Kiarabu yanaongoza mgomo dhidi ya Qatar sasa yaacha kuishinikiza Qatar kutekeleza masharti yote 13. Watatu wahukumiwa kifo nchini Kenya kwa hatia ya kumdhalilisha kijinsia mwanamke mmoja baada ya kumvua nguo ndani ya basi miaka 3 iliyopita. Raia wazungumza. Kenya iliekwa wafungwe kabisa, hata kiwezekana ni sawa hivyo venye watauliwa, ndio wakati mwingine hakuna mtu ataja. Na katika michezo, mabingwa wa ligi kuu ya England Chelsea wasaini mkataba na Antonio Conte kumaanisha kwamba bado yupo nao kama meneja kwa miaka 2 ijayo. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Mkutano rasmi wa kwanza ana kwa ana baina ya Donald Trump na Vladimir Putin mapema mwezi huu ulirekodiwa na kuchunguzwa duniani kote. Imefichuliwa sasa walifanya mkutano mwingine siku hiyo ambayo haukutangazwa. Mkutano wa pili ulisemekana kufanyika wakati wa chakula cha jioni kilichohudhuriwa na viongozi wengine wa dunia. Inafahamika viongozi hao wawili walizungumza kwa saa karibu 1, lakini maelezo zaidi kuhusu mazungumzo yao hayakutolewa. Chama Omar Matata anaeleza zaidi. Huu ni muonekano wa hadhara wa viongozi wawili wakikutana rasmi mara ya kwanza katika mkutano wa G20. Kinachozungumzwa pembeni, uchunguzi kuhusu shutuma za njama baina ya Urusi na timu ya kampeni ya uchaguzi ya Bwana Trump. Tunajua sasa viongozi hao wawili walikutana tena saa chache tu baadaye kwa chakula cha jioni cha viongozi na wake zao. Filamu imejitokeza ikionyesha maongezi mafupi na viongozi wengine wa dunia, huku Bwana Trump akiketi. Anamtolea ishara Bwana Putin ambaye aliketi mezani mshazari na Bwana Trump. Tunajua sasa kilichofuatia ni mkutano usio rasmi baina ya watu hao wawili. Lakini kwa nini ikulu ya Marekani ilikiri hilo baada ya mtu huyu kufichua? Aliwaeleza wateja kwa barua ya taarifa aliwaona watu hao wawili wakizungumza kwa karibu saa 1. Two countries, major countries. Sijaona kama katika maisha yangu nikiwa mwanasayansi wa siasa, nchi mbili kubwa zenye maslahi sawa ya taifa hazikubaliani, huku viongozi hao wawili wanaelekea kujitahidi kupatana. Hapo ndipo watu hawaelewi. Donald Trump akatumia mtandao wa Twitter kujitetea. Alisema habari ya uongo kuhusu chakula cha siri na Bwana Putin inaudhi. Viongozi wote wa G20 na wake zao walialikwa na kiongozi wa Ujerumani. Vyombo vya habari vilijua. Vyombo vya habari vilijua kuhusu chakula, lakini sio mazungumzo ya faragha. Donald Trump alitumai kusahau shutuma za njama ya ushirikiano na Urusi, lakini basi ikaja haja ya makano zaidi na kutolewa kwa barua pepe kutoka kwa mwanaye Donald Trump Jr. zikifichua hamu ya kukutana na mwanasheria wa serikali ya Urusi anayesemekana alikuwa na habari za madhara za Hillary Clinton. Anasisitiza ilikuwa si chochote si lolote, lakini mkutano huo umeibuka kuwa muhimu katika uchunguzi kuhusu maingiliano ya kampeni ya Bwana Trump na Warusi. Chama Omar Matata, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mamlaka za Saudi zinasema mwanamke kijana aliyekamatwa Jumanne baada ya kupigwa picha za video akitembea katika eneo la kihistoria akiwa amevaa sketi fupi na hana kitambaa kichwani ameachiliwa bila kushtakiwa. Taarifa kutoka Wizara ya Habari imesema shauri hilo linalomhusu mwanamke aliyejulikana kama Mlimbwende Khulud sasa limefungwa rasmi. Kukamatwa kwake kuliibua mjadala nchini Saudi Arabia.
Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amefanya mabadiliko makubwa katika serikali yake na kuwapa mawaziri wapya wizara ya ulinzi na mambo ya ndani. Mmoja wa washirika wa karibu wa Rais Ouattara, Hamad Bakayoko, ameondolewa kutoka wizara ya mambo ya ndani kwenda wizara ya ulinzi. Ivory Coast imekumbwa na uasi jeshini katika miezi ya karibuni, huku waasi wa zamani wakitaka malipo zaidi. Jenerali wa jeshi wa zamani nchini Thailand amehukumiwa miaka 27 gerezani kwa kuhusika na uhalifu wa kusafirisha watu kimagendo kulikochangia waathirika kutekwa, kuuawa na kubakwa. Jenerali Manas Kongpan ni afisa wa ngazi ya juu kabisa kuhukumiwa na mahakama ya Bangkok. Afisa mwingine mwandamizi alihukumiwa miaka 78 gerezani. Zaidi ya watu 60 walikutwa na hatia ya kufanya biashara haramu ya watu, raia wa Bangladesh na Waislamu wa Rohingya. Mataifa manne ya Kiarabu yanaongoza mgomo dhidi ya Qatar sasa yameacha kuishinikiza Qatar kutekeleza masharti yote 13 iliyopewa mwezi uliopita. Wanadiplomasia kutoka Saudi Arabia, Muungano wa Falme za Nchi za Kiarabu, Bahrain na Misri wamewaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja Mataifa kuwa sasa wanataka Qatar ikubaliane na kanuni 6 za jumla. Hizi ni pamoja na kukabiliana na ugaidi na itikadi kali na kukomesha vitendo vya uchokozi na uchochezi. Hakukuwa na mwitikio wa haraka kutoka Qatar kuhusu maelezo haya. Qatar imekanusha kuwasaidia magaidi. Na sasa basi naungana na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati, Muhammad Isa, akiwa katika studio zetu jijini Dar es Salaam. Karibu sana Muhammad. Swala la Qatar linaendelea kupoa kutoka masharti 13 na sasa 6. Unalizungumziaje hilo swala? Kwa kweli ni kama tulivyozungumza awali wakati tunaanza au linaanza sakata hili, kwamba kwa mujibu wa hali ilivyojitokeza ilikuwa tu ni Qatar ndiyo ambayo ingeweza kubadili hali ya mambo, na hivi ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu Qatar imeshikilia msimamo wake kwamba yenyewe haihusiki na masuala ya ugaidi na kwamba inaonewa, na imeweza kutumia vizuri fursa iliyokuwa imepatikana ya kufanya mikutano au kufanya juhudi za diplomasia, Umoja wa Mataifa, Shirika la Haki za Binadamu, na nadhani imevuna matunda katika hili, kwa sababu mpaka Marekani imelazimika kuingilia kati, kama tulivyoona kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Tillerson amefanya ziara siku chache zilizopita Mashariki ya Kati kuzitembelea nchi zote zile, na nadhani kuna mazungumzo yaliyokwenda chini kwa chini kufanya hali iweze kupoa. Lakini kabla Marekani haijaenda Qatar, huyo mwakilishi wake tayari Rais Trump alikuwa ameshakwenda Saudia, na ilikuwa inaonekana kama vile anaunga mkono hizi nchi nyingine ambazo zinaipinga Qatar. Ilikuwaje tena ghafla wakageuka? Kimekuwa kitendawili kikubwa, kwa sababu inaonekana Rais Donald Trump yeye msimamo wake ulikuwa ni mkali kwenye swala hili dhidi ya Qatar, na kwamba akizipongeza hizo nchi nne kwamba zimechukua hatua nzuri, lakini Wizara ya Ulinzi wa Marekani kwa upande mwingine ikawa yenyewe ni kama vile haiungi mkono juhudi za au msimamo wa Rais Donald Trump, na ndio maana tunaona kwamba imefanyika juhudi kubwa ya kujaribu kutembelea nchi hizi na kuondoa hii sintofahamu iliyokuwepo, na pengine kama nilivyosema kwamba kuna mambo ya chini kwa chini ambayo hatuwezi kuyajua, lakini kuna mgongano imeonekana baina ya Rais Donald Trump pamoja na vyombo vya usalama vya Marekani, hususan Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Shukran sana. Huyo ni Muhammad Isa akiwa katika studio zetu jijini Dar es Salaam. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu: Qatar sasa inatakiwa na Saudi Arabia, Muungano wa Falme za Nchi za Kiarabu, Bahrain na Misri kukubaliana na kanuni 6 za jumla ambazo ni pamoja na kukabiliana na ugaidi na itikadi kali na kukomesha vitendo vya uchokozi na uchochezi. Maingiliano ya Rais Trump na Vladimir Putin wakati wa mkutano wa G20 baadaye wakati wa chakula cha jioni kilichohudhuriwa na viongozi wengine wa dunia yanachunguzwa. Hakimu mkazi nchini Kenya amewapata na hatia na kuwahukumu kifo watu 3 kwa kosa la wizi wa mabavu. Watatu hao pia walipatikana na hatia ya kumdhalilisha kijinsia mwanamke mmoja baada ya kuonekana wakimvua nguo ndani ya basi moja jijini Nairobi mwaka 2014. Hukumu hii imetolewa baada ya kesi hii kusikilizwa kwa miaka 3. Beryl Wambani anaripoti.
Dereva, utingo wake na mfanyikazi wa kituo cha mafuta wamehukumiwa kifo kwa kutekeleza wizi wa mabavu. Watatumikia kifungo cha maisha. Watatu hao pia walikabidhiwa kifungo cha miaka 25 kwa kumnyanyasa kijinsia mwanamke mmoja katika gari la abiria. Lakini adhabu hii imesitishwa kwani tayari walikuwa wamehukumiwa kifo. Kesi hii imeibua hisia tofauti. Jaji hajafanya vizuri kuwahukumu wale wa jamaa kwa sababu ya kuwavua wale wanawake nguo. Kwa sababu ya kuwavua wale wanawake nguo, wanawake wangevaa vizuri ili kutunza heshima yao kwa ajili ya utamaduni wetu. Wafungwe kabisa, hata ikiwezekana ni sawa hivyo venye watauliwa, ndio wakati mwingine hakuna mtu atajaribu kufanya kitu kama hiyo tena. Juu pia ni aibu sana kwa mwanamke kuvuliwa nguo kwa gari na kufanya zile vitendo alikuwa anafanyiwa. Juu takupatia mtu pia ile nguvu, unaweza tembea ukijua uko safe. Lakini pia kwa wanawake pale nje ni vizuri pia uvalie vizuri, kwa sababu si tu kuvuliwa nguo, pia kuna ile heshima inakuja kulingana na mavazi yako. Disemba mwaka 2014, video ilionyesha mwanamke akivuliwa nguo na baadaye kunyanyaswa ilisambazwa katika mitandao ya kijamii. Ilikuwa miongoni mwa visa kadhaa vilivyoripotiwa vya wanawake kuvuliwa nguo hadharani. Hali hii ilisababisha maandamano ya kulaani vitendo hivi kufanyika jijini Nairobi kupitia #MyDressMyChoice. Yani, gauni langu, chaguo langu. Hukumu hii ya aina yake bila shaka itazua mijadala mingi kuhusu jinsi ya kukabiliana na swala la mavazi. Beryl Ombani, BBC. Viongozi wa Kiislamu hapa Uingereza wanaonya kuwa mashambulio dhidi ya Waislamu yameongezeka, na polisi wanasema kumekuwa na ongezeko la 13% mwaka jana pekee kutokana na uhalifu wa mashambulio ya chuki. Mwezi mmoja kamili kama hii leo, mtu mmoja alivurumusha gari lake moja kwa moja kwa waumini waliokuwa karibu na msikiti wa Finsbury Park. Mtu mmoja alikufa na wengine 9 kujeruhiwa, huku mtu mmoja akifunguliwa mashtaka yanayohusiana na mauaji ya kigaidi. Nilienda kutembelea eneo hili la tukio na kuona namna lilivyoathiri watu wa eneo hilo. Swala ya adhuhuri kwenye kituo kinachoshughulikia masuala ya Waislamu ikiwa imejaa hisia ya umoja na nguvu baada ya madhila makubwa. Waumini wanaendelea kuwasili hapa, wanahudhuria ibada. Hata usiku baada ya shambulio tulikuwa tumejaa. Wanaamini Mungu yuko pamoja na sisi na ni lazima kutekeleza wajibu wetu, na tutafanikiwa kwa sababu tunaishi nchi hii kwa amani. Hapa ndipo shambulio lilipotokea dhidi ya waumini Waislamu waliokuwa wametoka msikitini mwezi mmoja uliopita. Shambulio ambalo limewaunganisha wakazi wa hapa Finsbury Park, lakini pia hofu miongoni mwa Waislamu dhidi ya ubaguzi unaongezeka hapa Uingereza. Kwa wale waliokuwepo usiku huo, hofu bado imetanda. Mwanzo nilikuwa nikijiamini nikivuka barabara, nikitembea muda wowote ninaotaka, lakini sasa naogopa. Kila mmoja alikuwa akikimbia kutoka msikitini. Meneja wa msikiti na watu waliokuwa wakifanya kazi hapa walifunga mlango kwa uoga. Tuliwaacha wanawake wote wakae ndani mpaka swala ya alfajiri. Kila mmoja alitaka kwenda nyumbani, lakini tulikuwa tunaogopa. 12:30. Idadi ya uhalifu wa chuki dhidi ya Waislamu umeongezeka katika kipindi cha miezi michache iliyopita hapa Uingereza, hasa baada ya mashambulio yaliyofanywa na wapiganaji hapa London na Manchester. Hata hivyo, jumuiya ya Finsbury Park wamedhamiria kuungana pamoja na kupambana na chuki za aina zote. Gaidi hana nafasi yoyote katika jumuiya hii, hasa unapoona namna Waingereza wanavyokabiliana nalo na namna waliowasaidia walioathirika na imani walioonyesha kwao. Kulikuwa na ujumbe wa kuwaunga mkono watu kutoka imani tofauti, wakiwemo watoto mashuleni. Kuna matumaini makubwa kuwa eneo hili halitoathirika tena na ugaidi. Zuhra Yunus, BBC. Naam, kama ulivyosikia ni taarifa yangu hiyo. Hii ni Dira Dunia na mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira Dunia, na sasa moja kwa moja kwa Daa Yusuf na taarifa za michezo. Karibu Daa.
Ranam, huku ulingo wa soka ukiwa umetanda hofu na majonzi, mshambuliaji wa Manchester United Timothy Fosu-Mensah ameelezea kwamba bado wanaendelea kumwombea mchezaji Abdelhak Nouri. Nouri ambaye ni rafiki wake wa karibu ameathirika ubongo baada ya kuzirai wakati wa mechi alipokuwa akichezea Ajax siku ya Jumamosi. Klabu yake inasema kwamba hakuna matumaini ya kupona kwa mchezaji huyo wa miaka 20. Yeah, because I played with him since the age of 8. I know. Wajua, kwa sababu nimemjua kwa muda mrefu, nimecheza naye tangu tukiwa na umri wa miaka 8. Inashangaza hili kutokea kwa mtu ambaye yuko karibu nawe kiasi hicho. Na sio rahisi kwangu kabisa, lakini nifanyeje, na niko hapa. Na lazima niwe makini hapa pia. Lakini kila ninapopata fursa huzungumza na kaka yake au wachezaji wenzake walioko Ajax. Wengi kweli wanaumia moyo. Lakini nawajua kama watu wanaomwamini Mungu, na mimi pia namwamini Mungu. Na hatuna budi kumwachia sasa. Lakini naamini atapona tu. So do I, so everything we just leave it in the hands. Na habari ambazo zimetufikia muda mfupi uliopita zinasema kwamba Chelsea wamekubaliana na Real Madrid kumsajili mshambuliaji Alvaro Morata. Kinachosubiriwa sasa ni kukubaliana maslahi binafsi na vipimo vya afya. Na habari nzuri zaidi kwa Chelsea ni kwamba meneja Antonio Conte amesaini mkataba ulio na nyongeza katika marupurupu kusalia katika klabu hiyo kwa miaka 2 ijayo. Mkataba huo haujamwongezea muda Conte kukaa na mabingwa hao wa ligi kuu ya England, kwani tayari alikuwa amesaini mkataba wa miaka 3 alipowasili mwaka uliopita, lakini duru zinaarifu kwamba ongezewa malipo na vitu kadhaa ambavyo havijatajwa. Mkataba huo unaenda kinyume na matamshi ya Conte ya awali kwamba angependelea yeye kuongeza muda wake zaidi katika Chelsea. Hii inakuja kama habari njema kwa mashabiki wa Chelsea hata hivyo, ambao walihofia kukasirika kwa Conte baada ya klabu hiyo kukosa kumsajili Romelu Lukaku ambaye ameishia Manchester United. Na leo viongozi wa soka Afrika wamekamilisha mkutano wao wa siku 2 nchini Morocco, ambapo miongoni mwa masuala makubwa walikuwa wakijadili ni ratiba ya kombe la taifa bingwa Afrika ambayo hugongana na ligi za Ulaya. Asha Komugisha anatueleza kutoka Rabat. Hapa tumemaliza kwenye CAF African Symposium hapa Rabat, Morocco, na kitu kubwa walisema wanataka Africa Cup of Nations ikuwe kubwa kutoka timu 16 kufika timu 24, lakini watu wengine wanasema sio poa, lakini wengine wanasema ni vizuri kwa sababu kuna timu mingi zitacheza kwenye AFCON. Sasa kitu kingine wanataka AFCON itoe kwa kalenda ya Januari na Februari waitie kwenye June na Julai. Watu wengine wanasema kuna mvua kwenye June na Julai, lakini wengine wanasema in terms of marketing italeta wasponsor wengi na kila mtu kwenye makantri mengine watawezekana kuangalia hii AFCON. Naam, ni hayo tuliokuandalia katika michezo leo. Turudi kwake Zuhra. Shukran sana Dayo, na taarifa ambayo BBC leo imetangaza mishahara ya watangazaji wake nyota baada ya kulazimishwa kufanya hivyo na serikali. Mtangazaji wa zamani wa kipindi kuhusu magari cha Top Gear, Chris Evans, ndiye anayelipwa zaidi. Anapewa $2.5 milioni kwa mwaka. Mtangazaji wa michezo Gary Lineker analipwa zaidi ya $2.3 milioni. Kutangazwa kwa mishahara kumegawanya maoni ya watu, wengine wakisema shirika halina usawa, huku wengine wakihoji matumizi ya fedha za umma. Shutuma zimekuwepo pia kutokana na idadi kubwa ya wanaume kulipwa zaidi ya wanawake. Mwandishi wetu Alice Mudhengi anaarifu zaidi. Ni sura zinazoonekana na mamilioni ya watu, lakini hadi leo watangazaji nyota wa BBC waliruhusiwa kuweka mishahara yao siri. Lakini hilo limebadilika. Serikali inataka uwazi zaidi, na hii leo BBC imechapisha majina ya watangazaji wake nyota 96 wanaolipwa zaidi. BBC inafadhiliwa na walipa kodi. Nadhani ni haki kwa walipa kodi kuona jinsi fedha zao zinavyotumiwa, na hasa katika mishahara mikubwa. Kama mtu ana mshahara mkubwa kuliko waziri mkuu, ni vizuri kujua hasa kazi gani wanafanya. BBC ilijaribu kuzuia hatua hii, ikisema shirika limekuwa likijaribu kupunguza mishahara licha ya ushindani kuongezeka kutoka mashirika hasimu. Hatua hii bila shaka itawapa wakati mgumu sio tu vigogo wa BBC, bali pia watangazaji nyota ambao sasa watalazimika kutetea mishahara mikubwa wanayolipwa.
Tuko katika soko lenye ushindani mkali, sio tu kutoka ITN na Sky, bali pia Netflix na Amazon na makampuni mengine. Kitu ambacho tumeweza kufanya ni kulipa watangazaji wetu kiasi cha kuridhisha. Watu wanakuja kwetu kwa kuwa wanapenda kufanya kazi nasi. Na hivi karibuni tumepunguza 10% ya mishahara. Wengine wanadhani taarifa hizi zitasaidia kampuni hasimu kuweza kushawishi watangazaji nyota wa BBC kuondoka. Nadhani ni makosa. Nadhani italeta majonzi. Nadhani ni kuingilia faraha ya mtu. Nadhani hii ni moja ya hatua kali kuchukuliwa dhidi ya BBC. Taarifa hii pia inamulika mambo mbalimbali kuhusu malipo. Na tayari BBC imekiri kuwa 2/3 ya wanaolipwa zaidi ni wanaume. Alice Mudhengi, BBC, London. Na kulizungumzia hili basi naungana na Solomon Mugera ambaye yeye ni mhariri mkuu wa BBC Afrika na sasa hivi anaongoza mradi ujulikanao kama BBC 2020. Karibu sana Solomon. Bila shaka unajua swali langu la kwanza lilikuwa watangazaji wanahusika, na mimi nahusika huko. Sasa hapa ni watangazaji nyota ambao wanahudumu katika nchi hii, kama vile alivyosema mtangazaji kama vile Gary Lineker, alikuwa ndo mchezaji zaidi anayesifika sana katika masuala ya kandanda. Hivi ni mchambuzi na msimamizi wa kipindi kinaitwa Match of the Day kinachotizama mechi za ligi kuu ya Uingereza. Ndio ukaona anapata zaidi ya 1.5 kila mwaka. Kwa hivyo sisi ambao tuko kwenye idhaa ya kimataifa na hata tuseme sehemu nyingine za BBC zinazotangaza humu nchini hawafiki kile kiwango. Ni wale tu watangazaji nyota ambao ndio wanapata kiwango hicho na sio wote. Lakini hapo ndo Solomon, watangazaji nyota. Kwa hiyo ina maana sisi wengine sio nyota? Ni nyota kabisa, lakini tuzingatie kitu kimoja Zuhura. Na wewe ni mashuhuri tena, maarufu tena, sifa zako siwezi kuzipunguza kwa sababu ya mambo ya mshahara. Manake mambo ya mshahara tangu zamani ni suala nyeti, usawa ni nadra. Lakini kusema kweli inategemea na bajeti ya kila idhaa. Kwa hivyo tunatizama uzani wa bajeti ya kila idhaa unaweza kukidhi mishahara mizito kama hiyo. La, kwa mfano mshahara wa 1.5 ndo bajeti nzima ya idhaa ya Kiswahili. Kwa hivyo utakuja kumlipa mtu mmoja mshahara huo? La. Kwa hiyo tukizungumzia hizo tofauti, wewe kama mkuu wa idhaa ya Afrika kwa ujumla, kuna tofauti baina ya idhaa mbalimbali za Afrika hapa? Maana tunajua tuna Swahili, tuna Somali, tuna Hausa. Na mkitizama bajeti za kila idhaa, na hilo ni swali zuri sana, utakuta kuna tofauti kati ya bajeti ya idhaa ya Kinyarwanda, Kirundi, idhaa ya Kiingereza, watu kama kina Focus on Africa, idhaa ya Kifaransa, zote bajeti ni tofauti, na mishahara ya wafanyikazi katika hizo idhaa ukichunguza kwa karibu utakuta si sawa katika kila kiwango. Kwa Solomon, ndio tunamalizia kwa kifupi tu. Kwa hiyo tumegundua kwamba uwiano wa wanawake na wanaume. Kwa hiyo mimi na Salim ina maana tunalipa tofauti. Hapo kuna kibarua, na kama alivyosema msimamizi wa BBC, msimamizi mkuu, kwamba ndio lazima idadi ya wanawake wanaolipwa kiwango kile sawa na wanaume, lazima hicho kiwango ama hiyo idadi iimarike. Kwa wewe na Salim, nyote ni watangazaji nyota, lakini ni siri. Kumbuka kwamba BBC imefichua mishahara hii kwa kushurutishwa. Haingefichua. Kwa hivyo mimi sitafichua mshahara wako na wa Salim, sijui kama ni sawa au ni tofauti. Mimi leo bado niko na wewe boss, niko na wewe, hatujamalizana. Shukran sana. Ni Solomon Mugera huyo, mhariri mkuu wa BBC Afrika. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu kuhusu ile taarifa Kenya na watatu kufungwa. Zuberi Magwe anahisi kwa mahakama Kenya haijatenda haki hata kidogo. Emmanuel Mtonyole anasema ni sawa wapewe fundisho, alichofanya ni kitendo kibaya sana. Na Othman Manzul anasema sio haki, basi na wanawake wanaovaa nguo zinazoonyesha maumbile nao wapewe hukumu, maana wanatamanisha watu. Kufika hapo tumefika mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo, na watakieni nyote mlale unono.